wao ni watu ambao sasa hivi wanailaumu bodi ya ligi. Bodi ya ligi mbona ina mapenzi makubwa sana kwao toka mwanzoni na mpaka sasa hivi inapokwenda. Wao wanapata uoga wa nini wa kuona sasa hivi bodi ya ligi haina mahusiano na wao. Naona wao walikuwa tayari wameshachukua maamuzi ya kutoka hapa kwenda kasi. Na walipokwenda kasi wakaelekezwa jinsi ya kufanya. Wamerudi hapa wanasema hawana imani ya wao pamoja na bodi ya ligi. Hawaamini tena viongozi wa bodi ya ligi. Hapa hakuna ukweli. Hichi kilichokuwepo, wao wanakuwa ni waoga tu wa kucheza hii mechi. Sababu viko vitu vingi tu ambavyo wao inaonyesha kwamba walikuwa wanapendelewa na bodi ya ligi, lakini wao wanakuwa usaulifu au wanajisaulisha. Naona kuna vitu vingi tu. Kitu kimoja ambacho wao walikuwa wanafanya, ilifikia wakati mpaka viongozi wa Yanga au klabu ya Yanga wanachagua mpaka marefali wa kuwachezesha, kwamba sisi mechi hii tunataka refali fulani atuchezeshe. Na bodi ya ligi ilikuwa inakubali, wanaridhika, wanakubalia wanachotaka wao. Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa waoga? Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa wanakataa kukubaliana na bodi ya ligi? Kitu kingine wazee hao walichokizungumza jana, mimi niliona ni kitu cha ajabu sana. Mawazo yao wao ya kutaka kwenda kwenye mahakama ya kawaida, kwenda kupeleka hizi kesi za mpira. Wasijidanganye kwamba wao watapokwenda mahakamani kwenda kutaka labda nchi itafungiwa katika soka, wasijiongopee. Itakaofungiwa ni klabu yao, haiwezi kufungiwa nchi. Kwa sababu nchi sio serikali ambayo imejiingiza katika mambo ya mpira. Ni klabu ndio imejiingiza katika mambo ya kwenda mahakamani. Na nchi haiwezi kufungiwa kutokana na klabu. Klabu wenyewe ndio itapata adhabu. Kwa hiyo wasijidanganye kwamba wakienda mahakamani kwamba serikali ndio inaweza ikahusika au nchi ikahusika kufungiwa. Wanajidanganya.